ni Stand TV na karibu sana mtazamaji wetu, ikiwa ni siku nyingine tena. Langu jina ni Mohamed Defense na nyuma kamera yupo Deus Otonatus akihakikisha mambo yanakwenda vizuri kabisa. Tumemtembelea mzee wa Saluti, shabiki wa Simba, moja kwa moja kuzungumza kuhusiana na klabu yake, lakini pia mwenendo anaiona wapi klabu yake inaweza kufanya vizuri na kufanikiwa kuondoka na ubingwa wa Tanzania bara, lakini pia katika michuano ya kimataifa imefanikiwa kutinga katika hatua robo finali. Mzee wa Saluti, mambo vipi? Mambo safi kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Karibuni kwetu. Manake sisi tunasema we all speak about football. Wote tunazungumzia kuhusiana na michezo. Sawa. Tuanze moja kwa moja, mzee wa Saluti. Leo hii asubuhi na mapema shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetoa taarifa kutokea katika shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kuhusiana na kufungiwa kwa muda uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kubwa zaidi kuonekana katika eneo la pitch haiko sawa, na ikiitaka shirikisho la mpira wa miguu kuzungumza na Simba kuchagua uwanja mwingine ambao watatumia katika mchezo wao wa hatua robo finali ambao watacheza dhidi ya klabu ya Al Masry, ikiwa ni mwezi wa 4 tarehe 9. Kwako kama shabiki wa Simba, taarifa hii moja kwa moja umeipokeaje? Lakini pia unaona nafasi inaathiri yote kwako wewe kama shabiki wa Simba na klabu yako kwa ujumla? Of course, kwanza nimeiona hiyo taarifa asubuhi baada ya kujiandaa kuja katika majukumu yangu ya kutafuta tonge la ugali. Huwa napitia mtandao wangu wa kijamii, mitandao mbalimbali. Mzee wa Saluti ukifika pale utaona. Kwa hiyo napitia, katika kupitia nikaiona hiyo taarifa. Kwanza nikaisoma mara mbili, ni official kweli? Maana mimi waga kuna taarifa huwa naangalia, je, wameposti watu wenyewe official? Yes. Kwa hiyo nilivyoona nikaona hii taarifa ni official. Ni kwamba kweli jambo hili ni kweli, na nasema lina changamoto sana katika huko tunapoelekea. Kwa mfano, kwanza nilianza kujiuliza, walichosema pale ni kwanza pitch area haipo sawa. Mechi ambayo imechezewa ni mechi ya Azam tu. Yaani hiyo pitch area imeharibika lini? Au ni baada ya ile mechi Simba na Azam? Hapo kwanza nikabaki na maswali. Nikajiuliza, au kuna shughuli zingine huwa zinaendelea kwenye pitch bila ya sisi kujulishwa, kwa sababu ule uwanja una walinzi, una mameneja wa uwanja nini. Kwa hiyo wakati mwingine unakuwa unajiuliza mwenyewe. Nikasema basi hapo bado sijapata jibu sahihi. Lakini watu wenye mamlaka huwa wanaangalia vigezo vyao mbalimbali. Yawezekana kama ule uwanja ni natural grass, sio artificial. Na natural grass, na kipindi hichi tulichokuwa kwenye jua kali, yawezekana ile solar radiation ilienda ikapelekea majani kufanya nini. Hiyo nasema huenda, hapo sijajua. Kwa hiyo na inapotokea wakati ukijani ule unakuwa ukiwa unafifia, huwa wenye mamlaka waga wanatumia mfumo wa nini, wa kufanya nini, wa kufungia nani mpaka upate ukijani kadhaa. Mfano tunavyoona kama Tabora uwanja umefanya nini, umefungiwa. Lakini kutokana na nini, ukijani haujakuwepo. Kwa hiyo ile pale mrusha matangazo, mwenye haki ya matangazo atakosa kupata ile level ya jinsi ambavyo wanavyo nani. Kwa hiyo ndio maana Tabora sasa hivi kila siku wanamwagia maji, wanakamilisha hivyo. Na hiyo taarifa imeonyesha kwamba inatakiwa Simba wafanye nini, kwa sababu ndio Simba ndio timu pekee. Yes, sio Tanzania tu. Sio Tanzania tu. Yaani kwa huu ukanda wetu wa nani, nadhani ni East Africa, nadhani ni Tanzania pekee. Lakini ukija katika ukanda mwingine, labda Al Hilal kwenye vile Sub-Saharan, utaweka Al Hilal, si ndio? Kwa hiyo ni hiyo. Hili jambo kweli lina athari, kwa sababu Simba Sports Club tumezoea kucheza Benjamin William Mkapa katika mashindano yote ya CAF Confederation Cup au CAF Champions League. Kwa hiyo unavobadilisha kiwanja
kuna for some extent, sio kwa level yote, yani kwa some extent unakuwa yani kama kuna mipango fulani ya kocha material ambayo anayotaka kuinject kwa wachezaji wake, kidogo anakuwa ana wasiwasi. Kwa sababu gani? Kama tunavyofahamu, unapotaka kucheza mechi huwa kuna wakati, kuna kanuni zinasema kwanza mtu kama atataka aende akaangalie nini kiwanja, atapewa muda takriban wa lisali zima aende akaangalie. Na kuachana na hivyo, katika waga kuna wakati katika mechi unakuta mtu anafanya nini, timu inaingia, wachezaji wanaenda wanafanya nini, kama wanazunguka huku na huku kwa ajili ya kukagua. Yawezekana katika uwanja huo kuna sehemu kuna shimo, kuna sehemu kuna kwa hiyo kuna mambo kadha wa kadha. Mfano mdogo ni fainali ambayo iliyochezwa ya FA ya Simba na Yanga Kigoma. Ule uwanja kwenye goli la kaskazini, kuna wakati fulani kulikuwa kama kuna shimo fulani hivi kwenye uwanja wenyewe, na kama ulinakumbuka, kuna mchezaji alikuwa anaitwa Chris Kope Mushimba Mugalu, alikuwa alidondoka kama mara mbili. Yani matukio alikuwa yanafanana. Kwa sababu yani katika kukimbia na nini, kama kuna shimo hivi. Kwa hiyo timu inakuwa inakosa kama validity fulani hivi, kwamba hichi ni kiwanja nilichozoea, najua kona zake zote, najua utaratibu wake na nini. Lakini pale unapokuwa unahama, kuna baadhi ya vitu kama utavikosa. Sisi sijasema vyote, kwa sababu mchezaji ni kama mwanajeshi. Mchezaji kama mwanajeshi, ina maana popote kambi, ukipelekwa hivi unacheza, ukipelekwa hivi unacheza, ili mradi viwanja viwe vina kigezo. Hiyo ni sababu ambayo tunasema sio kubwa sana, lakini ni sababu ambayo ipo, kwamba yawezekana kwenye kiwanja kingine ukafanya nini, ukahaso. Lakini pia pale kwenye ile nani, nimeona wamesema wametupa muda mpaka tarehe ngapi, mpaka tarehe, sina hakika kama ni tarehe 20, wakasema mpaka nadhani tarehe 14 Simba wao wameshatoa taarifa kuhusiana na uwanja gani watautumia. Mechi imebakiza bado takribani siku 20 na ile mechi bado kama takriban siku 25 au na 6 hivyo, kati ya siku kama hizo. Kwa hiyo kwa mtazamo huo, yawezekana, na mimi ningependa na ningeomba viongozi wangetuma majina, wangetuma maombi ya kuomba huo uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwa sababu siku bado zipo za kufanya nini, za kurekebisha kama kwenye pitching size. Mfano weather and climatic change, tayari Dar es Salaam imeshafanya nini, imeshabadilika. Leo hii hali ya mvua, na katika mvua unapata majani yanafanya nini, yanaweza kuota na wanaweza wakalevo vizuri na kukarabati sehemu zingine. Kwa hiyo kwangu mimi naona hiyo inakuwa ni sababu, lakini sio sababu ya msingi sana, lakini pia naweza ngasema ni sababu hiyo. Mzee Saluti, mbona unaonekana kama una wasiwasi kama Simba atatumia uwanja mwingine hatofanya vizuri? Kwa sababu ukitazama namna ambavyo Simba mna kauli mbiu yenu, mnasema kwa Mkapa toki mtu. Unaamini kama Simba atatumia uwanja mwingine hatuona ile burudani ambayo Simba ameonyesha miaka yote katika uwanja Benjamin Mkapa? Of course mimi naomba uwanja mwingine, na imani atafanya vizuri. Kauli mbiu siku zote huwa haichezi, ila kauli mbiu tunasema ni driving force ya kusababisha wachezaji kuwa na ari, morali kwa jinsi ambavyo kitu walichokizoea. Na kama ikishindikana kabisa Benjamin William Mkapa, naomba viongozi wangu waipeleke hii mechi twende tukacheze Zanzibar New Aman Complex. Nadhani iko vizuri kwa sasa hivi kwa kuchezea mechi za kimataifa, kwa sababu hata kule Zanzibar bado ni kwetu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kauli mbiu haichezi, ila inahamasisha kitu fulani. Kwa hiyo na Simba sasa hivi sio Simba tena ya kutegemea kauli mbiu sijui nini, hapana. Yani Simba ni kama
unaweka chumvi kwenye mboga, yani ni pap imekolea tuondoke. Kwa hiyo ni hivyo ndugu yangu. Yes. Na ukitazama Simba yako unaona moja kwa moja Malai mnafanikiwa kutinga katika hatua ya semi-final katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika? Of course, na asilimia kubwa ya kutinga hatua ya semi-final. Maana yake robo finali zimekuwa nyingi. Kwa sababu nikimrate mpinzani wangu na mimi sisemi kama tumeshafuzu moja kwa moja, ila asilimia kubwa naona zinanibeba, takwimu zinanibeba. Mfano mpinzani wangu katika kundi ambalo aliyokuepo na mimi niliyokuepo, cha kwanza mimi nimemaliza kundi namba 1. Lakini Al-Masry mpinzani wangu amemaliza kundi namba 2. Lakini criteria nyingine ambayo inayosababisha kuona kama hili vikundi nitafuzu ni muendelezo wa haya mashindano ya kimataifa. Simba imekuwa na muendelezo mzuri sana wa robo finali takriban mara 5 mara 6 mtawalia. Mwenzangu huyu bado, yani ana muda mrefu sana, alafu ndio nisema ndo robo finali yake ya kwanza kwa miaka hii ya karibuni. Hilo la pili. Lakini la tatu, tukiangalia kwenye wise, ile tunasema performance wise kwa ajili ya rankings za CAF, Simba Sports Club bado yupo juu kuliko Al-Masry. Katika rank za CAF Simba Sports Club ni namba 6, lakini Al-Masry bado hayupo kwenye hizi namba hizi za karibuni, yuko kwenye namba 20 na huko. Kwa hiyo bado hiyo inakuonyesha jinsi gani ambavyo na uwezo wa kufuzu. Lakini pia katika hivi vilabu viwili katika wakati wa kufuzu, Al-Masry ameshinda mechi 2 akiwa nyumbani, kadro mechi 2 akiwa nyumbani. Yes. After away, ina maana nyumbani hajaruhusu kupoteza, yani nyumbani hajapoteza mechi nyumbani. Kwa hiyo unaona kuna ufanano wa hivi vilabu, wote hatujapoteza nyumbani. Lakini kuna historia moja ambayo kama hizi klabu zinafanana katika jinsi ambavyo walipokuwa wanacheza, kutengeneza nafasi nyingi lakini kukosa magoli kwa wingi. Yes. Na ukija kuangalia kwa Simba walikuwa wanatengeneza nafasi nyingi na wanakosa magoli mengi. Kwa mfano kwa Simba naongoza ni Kibu Denis, ndio alikuwa anaongoza kwa kukosa magoli mengi, takriban magoli 12. Yes, kwa hiyo unaona katika kutengeneza nafasi kama vinalingana. Kwa hiyo nikichukua yote hiyo, naweza nikampima Simba Sports Club katika kufuzu kwenda hatua nyingine. Lakini huyu Al-Masry sio mpinzani wa kubeza katika kitu ambacho anachonishtua kwamba huyu bwana mpinzani vipi sasa hivi kama amekuja juu. Ligi, katika mfumo wa ligi bora Afrika yuko katika ligi namba 1. Yes, lakini katika ligi namba 1 yeye yupo nafasi takriban ya 4. Yes, ya 4. Pyramid, anaanza Pyramid, anafuata Al Ahly, Zamalek, alafu anafuata yeye Al-Masry. Kwa hiyo yupo katika ligi yenye ushindani, yenye intensity kubwa kuliko ligi yetu. Yani hiyo haifichiki na wala ligi hizo zao uwezi ukaona kwa mfano mmiliki wa Al-Masry anadhamini vilabu vingine ili ajipatie pointi za kutereza. Hiyo uwezi ukaona, tofauti na huku kwetu. Kwa hiyo tunaweza ngasema ligi yetu kwa ukikompea na ligi ya Misri, ligi yetu bado ni dhaifu kuliko ligi ya Misri. Kwa hiyo hilo ndio linaniogopesha kwamba huyu bwana anacheza kwenye yenye pesa, yenye intensity kubwa, lakini katika ligi hii pia kuna mambo mengi ambayo watu wanafaidika. Lakini kuachana na hiyo, ukizungumzia Al-Masry yuko katika ligi kubwa, lakini kwenye tunasema heavyweight, vile vilabu ambavyo inatumia pesa nyingi sana ni vilabu vya ligi za uko Misri. Kwa hiyo bajeti yao nakuta ni kubwa.
Kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari, lakini tutaingia na tahadhari kwamba huyu ameshawahi kufanya nini? Kunitoa. Hajawahi kunifunga. Ameshawahi kunitoa kwa mujibu wa kanuni. Na nikiangalia kwa ile game ambayo tuliocheza naye ilikuwa 2018 kama sijakosea, ambao katika timu nzima ya Simba ambao waliopo mpaka sasa hivi waliocheza wakati ule na sasa hivi wamebaki ni wachezaji takriban watatu au wanne. Watatu ambaye ni Manula bado yupo, Mohamed Hussein bado yupo ambaye hakucheza. Mohamed kipindi hicho alikuwa anacheza Asante Kwasi na Shomari Kapombe. Yes, na Muzamiru Yasin Saidi Selema. Wachezaji wanne tu. Kwa hiyo ina maana Al Masry watakuja kama wapya hivi, ila Simba watakuwa ni wachezaji hao wanne. Lakini pia kuna mchezaji ambaye ni mzoefu kabisa ambao amecheza na hawa Al Masry, watamkuta Fabrice Luamba Ngoma, ambaye Fabrice Luamba Ngoma yeye alikutana kipindi Al Masry anamtoa Simba, alienda kucheza na AS Vita Club. Yes, ambayo Al Masry nadhani alifungwa goli 4. Yes. Kule 0-0 Kongo 4. Yes, ambayo alifunga Jean Makusu Mundele mawili, Nelson Munganga moja na Kazadi Kasenu kama sijakosea goli 4. Kwa hiyo sasa Al Masry watakutana na Fabrice Luamba Ngoma ambayo waliocheza naye hatua hizo. Kwa hiyo kwa kufika hapo simbezi mpinzani, kwa sababu moja kati ya soka football inahitaji tuheshimu mpira jinsi ambavyo unavyocheza. Usiseme tu bwana huyu Simba kaishafuzu, hapana. Hii katika mpira kuna moment ambazo zinatokea ambazo zinaweza zikakusurprise. Mfano kombe la dunia lilipotokea, Argentina alifungwa na Saudi Arabia, watu walishangaa kabisa, kweli, unaona. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo asilimia kubwa Simba Sports Club nampa nafasi ya kufuzu kwenda hatua nyingine.